Mahakama ya Tanzania inashiriki katika maonesho ya 49 ya biashara ya kimataifa Sabasaba mwaka 2025 ni pamoja na wadau wake mbalimbali. Banda la Mahakama ya Tanzania limesheheni watoa huduma kutoka idara na vitengo mbalimbali pamoja na wadau wake ili kutoa elimu ya masuala mbalimbali ya sheria. Maonesho haya yanafanyika kwenye viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, barabara ya Kilwa, Temeke, jijini Dar es Salaam. Karibu. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Ikumbukwe tu kwamba tuko katika maonesho ya 49 naendelea kusisitiza ya biashara kimataifa tangu Juni 28. Leo siku ya pili, tayari msimu umeanza kunoga hivi, na hapa tulipo ndio safari yetu ya kwanza ya vipindi hivi maalum vya maonesho haya kutoka Mahakama ya Tanzania vinapoanzia. Nipo katika unaweza kusema hii ni mahakama inayotembea. Tutafahamu mengi sana kwa sababu mwenyeji wetu tunaye hapa kuweza kutupitisha, kuweza kufahamu hapa tuko wapi, ili kuweza kuhakikisha kwamba wewe mwananchi unaendelea kupata taarifa na elimu sahihi masuala mbalimbali ya kisheria. Mwenyeji wetu ni Mheshimiwa Sifa Jacob Kabisa. Yeye ni hakimu mkazi mwandamizi kutoka idara ambayo inashiriki katika maonesho haya, idara ya usimamizi wa mashauri, makao makuu ya Mahakama ya Tanzania. Kwanza Mheshimiwa Sifa, hongereni sana. Ili jina Sifa ni muhimu kweli kwenye msimu huu. Tunawapa sifa. Nashukuru sana. Naam, Sabasaba unaionaje kwanza? Sabasaba ni nzuri, na mimi ningewasihi wananchi kokote walipo waje ili waweze kuona huduma ambazo tunazitoa kama Mahakama ya Tanzania hapa Sabasaba. Waje kwa ajili ya maswali, waje kwa ajili ya maoni, ushauri, lakini hata malalamiko tunapokea. Lakini pia ni wasihi waje kuona mahakama inayotembea kwa wale ambao hawajapata bahati wa kuiona. Na hili ndio gumzo. Yes. Hii ndio habari ya mahakama inawezaje kutembea. Yes, mahakama inatembea. Sasa tutaenda huko. Tuanzie kwanza kwenye kujua hii idara. Nimesema idara ya usimamizi wa mashauri, makao makuu ya Mahakama ya Tanzania. Idara ikoje? Kwa kifupi ni kwamba ndani ya makao makuu ya Mahakama ya Tanzania kuna idara ambayo inasimamia mashauri. Ndio inaitwa idara ya usimamizi wa mashauri, au kwa Kiingereza wanaita kwa kifupi tunaita DCM, Department of Case Management. Department yetu inahusika na usimamizi wa mashauri, takwimu, tafiti, lakini pia inahusika na mahakama inayotembea, ambayo leo nadhani ndio nitakuwa nikizungumzia. Yes. Na pengine hii idara imebeba, ndio naona mama ukizungumzia mashauri ndio hasa ambako wananchi wanataka kufahamu haki zao, ndio wanakufungua mashauri, kesi zao na nini. Mafanikio yake kabla hajaja kujua pengine kuona mambo gani ambayo yanajitokeza au yale mafanikio yaliyopo. Hebu tuambie, tunataka kuifahamu zaidi kwamba imefanikiwaje, mafanikio yake hasa. Kimsingi mafanikio ni makubwa kama ambavyo nimesema. Moja ya mafanikio makubwa kabisa ambayo nadhani Mahakama ya Tanzania inajivunia, lakini pia wananchi wa Tanzania wanajivunia, ni huduma hii ya mahakama inayotembea. Huduma hii kimsingi imekuwa ni yenye tija na mafanikio makubwa kwa Mahakama ya Tanzania na wananchi wetu au wateja wetu. Na ninasema hivyo kwa sababu huduma hii imeanzishwa mwaka 2019 ili kuongeza tija ya usikilizaji wa mashauri. Inapunguza kwanza umbali ambao wananchi wamekuwa wakisafiri kwenda kupata huduma ya kimahakama na haki, lakini pia mahakama inayotembea inapunguza msongamano wa mashauri mahakamani, kwa maana ya kwamba imekuwa ikitumika sehemu ambazo zinaonekana zina mashauri mengi ili kuweza kupunguza msongamano. Lakini pia mahakama inayotembea, tofauti na mahakama zingine, yenyewe inasikiliza kesi kwa haraka zaidi. Inatakiwa imalize, mahakimu wanaosikiliza mashauri kwenye mahakama hii wanatakiwa kumaliza mashauri yao ndani ya siku 30. Kwa hiyo kimsingi ni huduma ambayo imekuwa na tija kweli kweli. Na imefikia wapi mpaka sasa? Huduma hii kwa sasa inatolewa mkoa wa Dar es Salaam, ambapo inatolewa chini ya mahakama ya mwanzo kituo jumuishi Temeke, na hivyo imekuwa ikitumika kusikiliza mashauri ya ndoa na mirathi, ambayo pia ndio imeonekana ni mengi na ndio yenye changamoto kubwa kwa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia inatolewa mkoa wa Mbeya
Pia imeanzishwa mkoa wa Mwanza. Dodoma pia tunaita Justice Tent au hema la haki. Lakini pia imefunguliwa Tabora, au imezinduliwa mkoa wa Tabora siku ya tarehe 26 eneo la Nyahua Makibo. Kwa hiyo ni huduma ambayo inakuja mtaani kwako. Kuna haja tena ya kusafiri umbali mrefu kwenda kufuata huduma ya mahakama, ambayo ni kimsingi ni moja ya vitu muhimu sana au nguzo muhimu sana kama unataka kuwa na jamii ambayo inafuata msingi wa haki. Utawala wa haki unategemea utawala wa sheria pia, ambao pia unategemea uwepo wa mahakama. Kwa Dodoma ni makao makuu ya nchi, kwa nini hema la haki? Hema la haki ilikuwa ni ubunifu mwingine ambao unaendana na hii mahakama inayotembea. Kwa hiyo ni tofauti na kwa mfano mahakama inayotembea Dar es Salaam ambayo tunatumia gari, unaingia ndani ya gari tunakusikiliza. Dodoma tunatumia gari ambayo inaleta vifaa, ni tent ambalo au hema ambalo tunalifunga, tunasikiliza kwa muda. Baada ya muda fulani tunalihamisha, tunaweza kuhamia mahali pengine. Kwa hiyo kimsingi linaenda kufanya majukumu yale na kimsingi na vifaa vile vile ambavyo labda mahakama inayotembea ambayo tunasikiliza ndani ya gari inaweza kufanya. Lakini ni ubunifu na ni ubunifu mzuri, na mwaka huu tulikuwa nayo kwenye wiki ya sheria, tulilionyesha. Lina muonekano mzuri, lina vifaa vya kisasa kabisa, na ukifika unapata huduma zote. Kuna printer, kuna kompyuta kama ambavyo mnaona hapa tulivyo. Na hema pia lina hali ya hewa kama tulimo kwenye ndani ya gari, lina hali ya hewa kwa ajili ya kuzingatia huduma kwa kabisa. Lina vifaa vya kutolea AC, lakini pia lina feni, lina speaker, lina kila kitu, lina TV kwa ajili ya kufanya kusikiza kesi kwa njia ya mtandao. Lina vifaa vyote vya kisasa ambavyo vinakuwezesha wewe kwanza kuwa comfortable wakati unasikiliza kesi yako, lakini pia kumwezesha hakimu kukupatia kila kitu ikiwemo nakala ya hukumu siku hiyo hiyo. Wanapokeaje wananchi mapokeo yao? Kwa maoni yangu wananchi inavyoonekana ni wanapokea vizuri. Kama nilivyosema, hii ni moja ya mambo ambayo mahakama ya Tanzania inajivunia. Ni jambo kubwa ambalo limeleta tija na tija yenyewe inaonekana kwenye namba. Mpaka sasa tangu mahakama inayotembea kuanzishwa, kuna kesi zaidi ya 7,376 zimefunguliwa ni mahakama inayotembea. Lakini katika hizo kesi 7,310 zimekwisha kuamuliwa, na kesi 66 tu ndizo ambazo zimebaki zinaendelea. Kwa hiyo utaona kwamba mwitikio ni mkubwa wa kutumia mahakama hizi, lakini pia mimi ningeendelea kuwasihi wananchi kwamba waendelee kujitokeza kutumia huduma hizi. Zinapelekwa mitaani kwao, karibu na wao, karibu na shughuli zao, ili kuweza kuwapunguzia gharama ya kusikiza kesi na muda, ili waendelee kufanya kazi za kujenga nchi. Lakini pia niwasihi wananchi hasa wa mkoa kama wa Tabora na Dodoma ambako hizi huduma zimeanza hivi karibuni, waendelee kuzitumia huduma hizi na wasiogope. Mahakimu ambao wanasikiliza na watumishi wengine wa mahakama ambao wapo kwenye mahakama inayotembea ni watu ambao wamefunzwa, watu ambao wanajua nini wanafanya, na watu ambao wana utashi wa hali ya juu. Labda Mheshimiwa Jacobo, tunaona kwenye idadi ya watu ni wengi, zaidi ya 85 wamehudumiwa na wamepata huduma hii ya mahakama inayotembea. Tukumbushe kidogo lile lengo kuu hasa ni nini? Nataka kufikia nini? Kimsingi kama nilivyosema awali, lengo hasa ni kuhakikisha kwamba tunapeleka huduma hii kwa mwananchi, tunampunguzia gharama za uendeshaji wa kesi. Unajua, kwa mfano nitolee mfano wa Dar es Salaam. Mahakama inayosikiliza mashauri ya ndoa ni mahakama ya Temeke, kituo jumuishi. Sasa unataka kufungua kesi mahakama ya mwanzo Temeke, wewe unakaa Bunju. Kutoka Bunju kuja Temeke
ni umbali mrefu sana, hasa ukiwa shughuli zako pia unafanya Bunju. Sasa mahakama inayotembea kuna siku inakuja Bunju, inapaki na inasikiliza kesi zako huko. Kwa hiyo inaweza kukusikiliza bila wewe kusafiri, bila kutumia nauli, lakini pia usipoteze muda. Yes. Mashauri gani hasa ambayo pengine mnaona haya ni mashauri yanawahusu wananchi na wananchi wengi hili ndio eneo lao? Kwa takwimu, mashauri ambayo yanafunguliwa kwa wingi zaidi mahakamani yanafunguliwa mahakama za mwanzo. Mahakama ya mwanzo ndio mahakama ambayo inapokea mashauri kwa wingi, na nadhani pia ndio ambayo mahakama za mwanzo ndio ambazo zina vituo vingi zaidi nchi nzima. Kwa hiyo mahakama inayotembea kwa sasa inahudumia au inatoa huduma zile ambazo zingetolewa na mahakama ya mwanzo. Kwa hiyo zinasikiliza mashauri ambayo yangefunguliwa mahakama za mwanzo, lakini pia inatoa huduma zingine. Inatoa elimu kuhusiana na masuala ya kimahakama, lakini pia unaweza kwenda kwa ajili ya kutoa malalamiko na utasikilizwa, watarekodi na watawasilisha sehemu husika. Lakini pia mahakama inayotembea unaweza kufika na ukaenda kuomba huduma, ujue kesi yako inakuja lini, taarifa za kesi. Unaweza kuomba kukafunguliwa kesi mtandao. Siku hizi tunatumia mtandao, tunasikiliza kesi kwa njia ya mtandao, tunatumia e-case management, mfumo wa usimamizi wa mashauri mahakamani. Kwa hiyo una changamoto juu ya kufungua kesi, unaweza kuomba watumishi wa mahakama walioko kwenye mahakama inayotembea wakusaidie na kuwezesha kufungua kesi yako. Na pengine mnapata mrejesho wa wananchi sasa kwenye mashauri, wanaridhikaje mahitaji naowapa kama watu wa huduma? Mnapata mrejesho wote? Ningesema mrejesho namba moja ni idadi ya watu ambao tumekuwa tukipokea. Ukiona idadi inakuwa kila siku, mashauri yanaongezeka, basi ni wazi kwamba wananchi wanalipokea vizuri na kazi tunayofanya pia ni nzuri. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi mapokeo ya wananchi ni mazuri na mrejesho wao ni mzuri, kwamba huduma tunayotoa kimsingi ni huduma nzuri. Mtazamaji, idara hii ya usimamizi wa mashauri kutoka Mahakama ya Tanzania inaendelea kujivunia kila uchwao mahakama hii inayotembea. Lakini Mheshimiwa Sifa, mahakama hii imetembea maeneo gani hasa hapa nchini? Maana Tanzania ni kubwa. Kama nilivyosema awali, mahakama inayotembea kwa sasa inatoa huduma Dar es Salaam, ambapo nimesema chini ya kituo jumuishi Temeke. Mahakama hii inatoa huduma za mahakama ya mwanzo Temeke, kusikiza mashauri ya mirathi na ndoa, na inahudumu maeneo ya Bunju, Kibamba, Buza na Chanika. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam hizi ni sehemu ambazo mahakama hii inatoa hii huduma. Lakini pia mahakama hii huduma ya mahakama hii inapatikana Mwanza, ambapo inapatikana sehemu za Kitangiri, Igoma pamoja na Buhongwa. Lakini pia Mbeya, mkoa wa Mbeya, ambako inatoa huduma maeneo ya Mbalizi, Sisimba na Ilemi. Na kwa Tabora, ambapo ndipo imeanzishwa hivi juzi, wenyewe wameanza na eneo linaitwa Nyahua, kata ya Nyahua, eneo la Makibo. Nini wananchi wanapaswa kufahamu sasa ili waendelee kufurahia au muone kwamba mnaendelea kujivunia na mafanikio haya mahakama inayotembea? Nini wananchi wanapaswa kufanya katika kuhakikisha kwamba wanafungua mashauri yao? Masuala gani ya msingi kwa wananchi? Kimsingi wananchi wanachohitaji kufanya ni kufika maeneo ambapo mahakama hii inatoa huduma, kujua ratiba za mahakama hizi zinazotembea, lakini pia kujua aina ya huduma ambazo zinatolewa ili kuwapunguzia adha ya kusafiri kwenda umbali mrefu na adha zingine. Na kama nilivyosema, huduma zinazopatikana kwenye mahakama hii, kwanza kabisa ni hiyo ya kusikiliza mashauri ambayo ndio kazi mama, lakini pia unaweza kufika kwenye mahakama hii kwa ajili ya kupata elimu juu ya mambo mbalimbali ya kimahakama. Unaweza kufika kwenye mahakama hii kwa ajili ya kutoa malalamiko, iwe dhidi ya namna ulivyotendewa mahakamani au hata namna ambavyo labda umenyimwa nyaraka, umenyimwa hukumu, upendezewi na mwenendo wa mtumishi wa mahakama, basi unaweza kufika
na kutoa malalamiko yako. Lakini pia mahakama hii inatoa inasaidia, unaweza kuenda kufika mahakamani kwa ajili ya kucertify nyaraka, uthibitisho wa nyaraka na vitu kama hivyo. Lakini pia unatoa nyaraka mbalimbali. Kwa mfano una kesi mahakamani, unahitaji nakala ya hukumu. Sasa hivi hukumu zinapatikana kwenye mfumo wa case management. Kwa watu walioko Sabasaba kutaka kuja kuchukua hukumu hapo, wanakuja huduma, wanatoa huduma kabisa. Tunaingia kwenye mfumo wetu wa usimamizi wa mashauri, tuna access hiyo nakala ya hukumu au faili husika na nakala ya hukumu, basi tunakuprintia nakala yako. Kwa hiyo mtu anaweza akafika, mtu ambaye anaona kwa mfano una kesi mjini, mahakama ya kuu ni mbali, unaweza kufika Sabasaba ukafuatilia nakala yako hukumu, tukakusaidia kuipata. Na mashauri au kesi zilizopo kwenye ngazi ipi? Ngazi ya mahakama ya mwanzo au ya wilaya ambazo zinasikilizwa na mahakama inayotembea? Mahakama inayotembea kimsingi kwa sasa inatoa huduma za mahakama ya mwanzo. Lakini labda tu nifafanue, kimsingi ni kwamba anayekaa mahakamani ndiye ambaye anakuwa na mamlaka. Kwa hiyo kama itatumika siku kwa ajili ya kusikiliza mashauri ambayo au atakayekaa mahakamani ni mtu ambaye anatoka mahakama ya wilaya, basi anaweza kusikiliza pia mashauri ya mahakama ya wilaya. Lakini pia inaweza kutumika hata na mahakama kuu kusikiliza mashauri ya mahakama kuu. Lakini kwa sasa imekuwa ikitumika katika hivyo vituo ambavyo nimevitaja kwa ajili ya kusikilizia mashauri ya mahakama ya mwanzo. Asante sana. Lakini sio kwamba sasa haiwezi kutumika na mahakama zingine za juu kwa ajili ya kusikiliza mashauri. Kwa siku tukiona mtaani nasikiliza kesi ya jinai au ya madai na ipo na hakimu wa mahakama ya wilaya, mahakama hakimu mkazi au jaji, basi tusishangae. Yes. Mtazamaji, tuhitimishe sasa. Kabla ya kuhitimisha kabisa, tunataka kufahamu sasa kwa kifupi tu kwamba mahakama hii inayotembea, je, inasikiliza mashauri gani hasa? Wananchi wanataka wapate elimu hiyo. Mheshimiwa Sifa, kwa kukamilisha. Mahakama inayotembea kwa sasa inasikiliza mashauri ambayo yanasikilizwa na mahakama ya mwanzo. Kwa hiyo chini kote au katika vituo vyote nilivyokwisha vitaja, unaweza kupeleka shauri la madai, la jinai, shauri la ndoa na mirathi. Unaweza kufungua, isipokuwa kwa Dar es Salaam. Dar es Salaam mahakama inayotembea inasikiliza mashauri ya mirathi na ndoa kwa sababu inasimamiwa na kituo jumuishi Temeke, ambapo mamlaka ya mahakama ya mwanzo kituo jumuishi Temeke imejikita kwenye kusikiliza mashauri ya mirathi na ndoa. Kwa hiyo Dar es Salaam mashauri mengine utapeleka kwenye mahakama zingine za mwanzo, lakini mirathi na ndoa unaweza kuleta katika mahakama inayotembea katika vituo ambavyo nimekutajia. Asante sana. Naam, takribani watu 85,718 tayari wameshahudumiwa na mahakama inayotembea au wamenufaika na mahakama hii inayotembea. Nasi ndio tuna salamu yetu kutoka katika idara hii ya usimamizi wa mashauri makao makuu ya mahakama ya Tanzania. Hatuna la kuongezea, tuendelea kutembelea viunga vyetu vya mahakama ya Tanzania kuona namna gani inashiriki katika maonesho haya ya mwaka huu 2025. Asante kwa kutufuatilia. Kwa maoni au maswali, wasiliana nasi kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Mimi ni Godfrey Kusorwa, maonesho ya 49 ya biashara ya kimataifa, fahari ya Tanzania.